الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بغايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منه على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل الأمى ثم صلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اختار نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المستمعين في حلقتنا. Karibuni sana wapendwa watukufu wa dini zote katika kipindi chetu hii Ulimwengu wa Kiislamu, kipindi ambayo kwamba tunazungumzia yale yanahusiana na Uislamu na yale ambayo kwamba yanatuhumiwa Uislamu na yale ambayo kwamba ni dhana potofu dhidi ya Uislamu. Na kama ada na desturi lazima tuanze na salamu. Na wasalimieni nyote kwa salamu waliotumia manabii. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wale ambao kwamba sio Uislamu, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Leo katika studio yetu tutakuwa na Pastor Joseph ambaye kwamba ni mwanaharakati. Yeye pia katika harakati zake ni moja katika harakati za kuwajulisha watu Kristo ni nini. Na tumefanya naye mijadala mingi, yeye kutueleza Ukristo na sisi kumueleza Uislamu kwa njia ya amani. Tukaonelea leo tueleze mada ambayo kwamba ni mada muhimu sana watu waielewe, mada ibada ya hija. Ibada kama hii wasiokuwa Uislamu hawalifahamu kwa kina, isipokuwa wachache ambao kwamba wanapenda kusoma vitabu, ila wengi wanajua ibada kama ile ni ibada ya batili. Tutakuwa na mchungaji kwenye studio, tutajadili mada hii. Je, ibada ya hija ni ibada ambayo kwamba imethibitika katika vitabu vyote? Na ibada ya hija mfumo wake ni mfumo Mwenyezi Mungu anairidhia ama ni sisi Waislamu ndio tumebuni? Lakini kabla ya hiyo nitamkaribisha na yeye pia tolee salamu na wajulishe ni nani. Karibu sana. Asante mwalimu. Naam. Kwa majina ni Joseph Maina. Na mimi ni Mkristo, nimeokoka, na ni kusalamia Wakristo wote ambao wanatazama kipindi, kuwaambia Bwana Yesu asifiwe. Kama vile umesema, nimekuwa pia katika harakati za kuweza kuwafikishia watu maneno ya dini. Nimekuwa nikifanya mijadala na Waislamu katika mahali kwingi, na mada ambazo tumekuwa tukizizungumzia, moja ni kama ile ambayo tutakuwa tukiipeleka hapa leo. Na kwa hivyo ni pia tarajio langu kwamba wote ambao wataweza kusikia wataweza kufaidika na wataweza kuelewa mambo ambayo tutakuwa tukiyazungumza hapa. Asante sana. Huyo ndio mchungaji ambaye kwamba atakuwa naye katika studio. Asante. Nami kwa majina mtaniita Yahya Isa, maarufu, ila moja kujulisha ni kuumbusho, kwa sababu sio wote ambao kwamba wanaangalia wananijua. Mada ya hija nitaeleza kwa mjibu wetu sisi Waislamu, namna tunavyojua ama namna tulivyofunzwa na vitabu vya Mwenyezi Mungu. Ibada ya hija ni ibada ambayo kwamba ilikuwa na manabii, sio Muhammad akaja nayo. Na ibada ya hija, namna mfumo tunavyofanya ni mfumo ambayo kwamba tulifunzwa na Nabii Ibrahim. Na kabla ya Ibrahim pia manabii walikuwa wanaizuru ile nyumba. Na katika ibada ile, moja katika vitu ambayo kwamba tunasema ni misconception non-Muslim about Islam ni kule kudhani Waislamu wanakwenda kuiabudu jiwe jeusi. Pia leo tutazungumza kwa kina kirefu. Ya pili, juzi walisema tumefanya ibada ya kuchinja kule, wanasema ni kafara aliyotolewa shetani. Ile sio kafara. Ile ni ibada moja katika ibada ambayo kwamba zilikuwa katika manabii na pia katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ametuzungumzia na kutufunza. Pale hija tunapokwenda, kwanza pale Mwenyezi Mungu ameiteua. Ukisoma katika Qur'ani sura ya 3 aya ya 96, Mwenyezi Mungu anasema hakika nyumba ya kwanza, inna awwala baitin udhi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka mubarakan wa hudan lil alamin. Mungu anasema nyumba ya kwanza ni ile iko Bakka. Mungu ameita kuwa Bakka, lazima tujue kwanza kwa nini Mungu kaita kuwa Bakka ya kwanza. Ya pili, Mwenyezi Mungu anasema ndio nyumba ya kwanza aliwaekea watu. Tena Mungu anasema fihi ayatun bayinat, pale katika ile nyumba ambayo kwamba ni Bakka kuna alama waziwazi. Hizo alama lazima tujue ni alama gani.
wa hudan lil alamin. Mungu anasema ni uongovu sio kwa Waislamu, ni uongovu kwa watu wote. Sasa ibada ya hija Qur'ani imeeleza, na katika Biblia pia imezungumziwa kwa falsafa ya hali ya juu, na hija imetajwa katika Biblia neno hija, na hiyo Baka ambayo kwamba Qur'ani imesema inna awwala baitin udhi'a lin-nasi lalladhi bi Baka. Mungu anasema ile iko Baka. Baka imetajwa na Biblia na hija imetajwa na Biblia. Hija kwa Kiarabu ni kukusudia. Tunapokwenda pale tunakusudia nini? Kumridhisha na kufuata vitu ambavyo kama Mwenyezi Mungu ameviweka pale na kuzifanya. Lakini sasa kwa kina kirefu nitaieleza na nitanukuu baadhi ya aya, lakini kabla ya hiyo na pia nimpe mwenzangu aieleze kwa ufupi kwa sababu hatuna muda. Asante mwalimu kwa yale ambayo umesema, labda nitarudia hayo ambayo umetaja baadaye, lakini pia kwa imani ya Kikristo mambo ambayo unafunza yamekuwa yametajwa katika Biblia kwa labda sio kwa ufasaha kama vile wewe umeweza kuyatoa pale, lakini kuna haya maneno ama kuna hii ibada katika Biblia, mambo ambayo yalikuwa yakifanywa. Mungu alipookoa hawa wana wa Israeli kutoka Misri, alipowapeleka Canaan, kuna mambo fulani ambayo aliwaambia watakuwa wakifanya, na mambo haya kwanza ni ibada kama hii ambayo tunazungumzia leo. Sababu ya hii ibada ni ili watu waweze kukumbuka kule Mungu alikowatoa. Kwa hivyo labda kuna tofauti kidogo ya vile Waislamu wanafanya hii ibada na vile Wayahudi walikuwa wakifanya hizi ibada, na wale watu wengine walikuwa wakati wa wale watu ambao ni Wayahudi. Kwa hivyo hii ibada walikuwa wanaifanya, na haiko inafanywa hata ni mara moja pekee, bali ni mara kadhaa kwa mwaka. Lakini tena tukikuja katika imani ya Kikristo sasa, hapo tena tofauti inakuja, kwa sababu sasa sisi kama Wakristo hatuna hii tamaduni, hatuna hii ibada ambayo ilikuwa inafanywa na wale watu. Labda kwa nikikurudi kuelezea nitapatiana sababu mbona hatuzifanyi hizi sisi kama Wakristo, lakini tukiangalia katika Biblia kule kwa Kumbukumbu la Torati tutakuta hizi habari. Kwa hivyo nasema hizi habari ziko, na labda kwa utofauti tu ndio iko tofauti kati ya Wakristo na Waislamu. Naam. Ndio. Nafikiria ameeleza kwa mjibu wa imani, na mimi nimeeleza kwa mjibu wa imani yetu. Na hasa tuingie kwenye mjadala. Mchungaji nimemnukuu anasema hii ibada walikuwa wanafanya wana wa Israeli ili kukumbuka. Sawa, na kumaanisha kuwa hii ibada ilitokea baada ya wana wa Israeli kufukishwa mto Naili. Namna nilivyomnukuu. Anamaanisha kuwa baada ya Musa kuwaokoa wana wa Israeli, Mwenyezi Mungu kufanya yeye sababu akavuka na wao, ndio baada ibada kama hii akabuni Nabii Musa baada ya kuambiwa na Mwenyezi Mungu. Hii ni imani, japo Biblia imeeleza kwa kinaga ubaga. Wakati wa Daudi hija ilikuwa ibada ya hija. Wakati wa Ibrahim ibada ya hija ilikuwa. Wakati wa Musa ibada ya hija ilikuwa. Na lazima kwanza, kabla tujazungumzia hii ibada, lazima tujue kwanza hii ibada, je, ndugu yetu katika imani yake anaamini watu wanafanyia wapi? Kwa sababu wako Wakristo wanaamini hizi ibada zilikuwa zinafanyika Yerusalemu. Mimi naamini hii ibada tunafanyia Middle East, Maka, na pale Mwenyezi Mungu ameiteua na akaweka jina lake pale. Ukisoma kwenye Kumbukumbu 12:5 utapata Mungu anaelezea kinaga ubaga. Sasa ndugu yangu, hebu tueleze na wewe pia, unaamini hii ibada ilikuwa inafanyika wapi? Aha, mwalimu hapo umesema vizuri. Naam. Walipotoka hawa wana wa Israeli, naam, tukifika katika kitabu ambacho umesema Kumbukumbu la Torati 12 ukianzia 5, Mungu anasema pahali nitakapoweka jina langu, hapo ndio mtakuwa mnakuja kufanya hii ibada. Sasa tukirudi tuende Wafalme wa kwanza, usome 5:5, Mungu anasema Yerusalemu, hapa ndio nimeweka jina langu. Hizo habari bado zinaendelea katika Wafalme wa kwanza 8, ukisoma kutoka 16 na pia 29, ya kwamba pahali ambapo Mungu alisema nitaweka jina langu pale ni Yerusalemu, na akaliweka. Na kisha akamwambia Suleiman mwana wa Daudi, utalijenga hekalu la Mungu pale, na utakapojenga hekalu sasa ndio ibada itakuwa inakuja kufanywa mahali hapa, sio mahali pengine. Nataka nijue mlima wa Baka uko wapi? Uko Yerusalemu
ama uko Maka ambayo kwamba ni Saudi Arabia? Ndio mwalimu. Naam. Mlima uko Saudi Arabia. Maka. Ndio. Lakini mwalimu, tumesema hapa ile kitu ya muhimu kwanza ambayo tulikuwa tunaangalia ni pahali Mungu alisema ataweka jina lake, na pale ndio hekalu litajengwa, na pale ndio ibada itafanywa. Kwanza tujue pahali Mwenyezi Mungu anaweka jina lake kweli. Kunaitwa nini? Tukijua sehemu yenyewe ndio tutajadili ibada. Kabisa. Lakini kabla ya kujua sehemu yenyewe ndio nikakuuliza hiyo mlima wa Baka uko wapi? Ukasema uko Saudia. Sasa mlima wa Baka ndio watu wanakwenda kufanya nini? Tunasema hija. Hija kwa Kiarabu. Sasa tuangalie mlima wa Baka uko wapi? Umesema ni Saudia. Tumekubaliana. Sasa uko Baka kunafanyika nini baada ya kuwa ni mlima wa Mwenyezi Mungu? Ukiangalia kwenye Zaburi 84, ukianza 84:5 Zaburi, utapata hizi habari zinazungumziwa. 84:5 Zaburi. Mungu anamwambia Daudi, heri watu wangu wanaopata nguvu zao kwako. Yaani wanatamani kwenda kuhiji. Imetumika wanatamani kwenda kuhiji. Mlimani kwako. Na tumekubaliana mlima uko wapi? Ndio, uko Saudia. Uko Saudia. Na hawa Mungu anamwambia Daudi hawa wanatamani kwenda kuhiji. Ndio. Mlima kwa Mungu. Ndiyo. Na hiyo mlima iko wapi? Ndio. Iko Saudia. Inaonekana hii ibada ya hija ilikuwa inafanywa wapi? Ndio mwalimu. Ni Biblia, ni ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Lakini mwalimu, ningeomba kwanza tuseme pali tulisema kwanza Mungu aliweka jina lake katika mlima ule ama aliweka jina lake Yerusalemu. Hapo ndio tu ingesikizana kwanza tuelewe hapo kwanza vizuri. Ya kwamba amesema jina langu nitaliweka wapi? Yerusalemu. Na nitakapoweka jina langu pale hekalu litajengwa, na Suleimani akafanya vile kama vile nimekunukulia katika Wafalme wa Kwanza 8, na kisha kutoka pale sasa ibada ikaanza. Asante. Ibada ikaanza kutoka pale. Na mimi nimekuelewa kwa kina kirefu. Yes. Nimekuelewa vizuri. Ndio. Lazima tujue kwanza sehemu yenyewe. Ndio. Ndio tukuje tujadili ibada iliyofanyika pale. Ndiyo. Mungu anasema katika Qur'ani nyumba ya kwanza ni ile iko Baka. Nyumba ya kwanza ni ile iko Baka. Mwenyezi Mungu ameiteua. Anasema ameiweka kwa sababu ya watu. Ndiyo. Ili kuifanyia ibada. Ndiyo. Na kumwabudu Mungu. Ndiyo. Na humo Mungu anasema kuna ishara zake. Kwa hiyo pahali Qur'ani inatuelezea Mungu anasema ni kule Baka fihi ayatun bayinat, pale kuna alama waziwazi. Na hii mlima wa Baka ndio uko Saudia. Na pale sehemu hiyo mlima wa Baka iko ndio pale ibada inafanyika. Na hapa Daudi anaambiwa heri wanaopata nguvu zao kwa Mungu. Wanatamani kwenda kuhiji kwa mlima ulioko Baka. Na wanakwenda kuhiji, hija ndio kukusudio. Ndio unaona Muislamu anasema anaenda kufanya nini? Kuhiji. Kule kuhiji ni kukusudia kwenda kufanya ile ibada. Na Baka ni sehemu yenyewe, na Baka tumekubaliana kuwa ni Saudia. Kwa hiyo ibada tunapata ni pahali inafanywa ni Baka. Ama una shaka? Shaka kidogo mwalimu. Mungu akisema ya kwamba nyumba ya kwanza ni ile pale, tuna Qur'ani hapa ambayo inasema Ibrahim akijenga Kaaba kulikuwa na Kaaba nyingine. Kwa hivyo tukisema ya kwamba ile Kaaba ambayo unazungumzia ndio ile Mungu amesema ni ya kwanza, pale kutakuwa na hitilafu. Kwa hivyo hii ya nyumba kwanza hiyo iko na hitilafu. Kwa hivyo hatuwezi tukatumia hiyo. Kulikuwa na nyumba nyingine kabla ya Ibrahim kuleta hii. Sawa sawa. Na tena wewe umeeleza ukasema ya kwamba Ibrahimu ndio alianza kufanya hii ibada. Si ni kweli? Lakini tunaona kabla yake bado nyumba iko. Ibrahim hajaanza. Ila nimesema wewe umenukuu vizuri, ila Qur'ani sehemu ulionukuu Mwenyezi Mungu anasema hivi. Ndio. Ibrahim alinyanyua. Tena imetumika ndani ya Qur'ani wa idh yarfa'u. Ibrahim aliponyanyua kuta za al-Kaaba. Kwa hiyo kunyanyua kuta kwa mfano sasa hivi wewe ukapata nyumba imebomoka ukanyanyua kuta. Umejenga ama umeinua? Umeinua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema hapa ndio katika sura ya pili. Ndio. Ukianza aya 125. Ndio. Mwenyezi Mungu anasema nakumbuka habari hii. Pia tulipoifanya nyumba ya al-Kaaba iwe mahali pa kuendewa na watu. Ndiyo. Na mahali pa salama. Unapata Mwenyezi Mungu ndio alimwambia Ibrahim. Tena Mwenyezi Mungu anasema nakumbuka habari hii tulipomwambia Ibrahim. Kumbuka habari hii Mwenyezi Mungu alipomwambia Ibrahim anyanyue kuta za al-Kaaba. Ndio. Ibrahim anaambiwa anyanyue kuta za al-Kaaba, na kunyanyua sio kujenga. Ndio. Sasa mwalimu, nami nakusomea tu kwa Qur'ani tu hapa
kwa hadithi ambayo iko hapa ni refu, lakini sisomi yote. Ibrahim alipomuondoa mke wake na yule kijana Ismaili, akawapeleka kule labda ndio. Sasa hapa inasema anamuuliza mke wake, anamuuliza mbona umetuacha? Ibrahim akaenda hapa akasema, akaiangalia Kaaba. Ibrahim akaiangalia hapa, ni hata kabla ajenge, akainua mikono yake juu na akafanya sala. Ndio ukimalizia hadith, Ibrahim sasa anajenga Kaaba, anajenga al-Kaaba. Kwa hivyo hapa kulingana na hadith ambayo inapatikana sahihi Buhari volume 4 hadith number 583, Kaaba zilikuwa 2. Asante. Kidogo ni kukosoe tu. Naomba unikubalie. Ndio. Kwanza Ibrahim alipoangalia Kaaba ilikuwa. Ndio. Foundation ya Kaaba ilikuwa. Sasa Ibrahim anakuja kufanya renovation, bi maana kuinyanyua, kuinua. Lakini alipokuwa anaangalia Kaaba ilikuwa kwa hadithi. Kwa sababu Ibrahim Mwenyezi Mungu alimwambia nyanyua. Aliponyanyua Ibrahim kuta za al-Kaaba, sio kujenga, ananyanyua kuta za al-Kaaba. Al-Kaaba ilikuwa na Ibrahim, hadithi iko sawa. Na Ibrahim alipokuwa anaelekea na kuswali, al-Kaaba ilikuwa. Lakini foundation ilikuwa kabisa, kulikuwa. Japo ilikuwa imekaa sana ikaanguka. Lakini Ibrahim anaanza kunyanyua. Lakini al-Kaaba ilikuwa. Na jiwe jeusi ilikuwa. Aliyejenga ya kwanza hapo pia, labda ungenisaidia na hiyo. Al-Kaaba ina historia nzito. Al-Kaaba mtu wa kwanza kuanzisha ujenzi pale, ile jiwe jeusi kwanza Mwenyezi Mungu, malaika ndio walileta pale, wakaiweka pale ili iwe ni ishara ya Mwenyezi Mungu. Wamenukuu, wanasema mtu wa kwanza kuijenga Al-Kaaba ilikuwa ni Adam, mtu wa kwanza na kuijenga Al-Kaaba. Japo jiwe jeusi Adam mwenyewe alikuta, lakini kuijenga Al-Kaaba ni Adam ndio alijenga. Ibrahim alipokuja ndio Mwenyezi Mungu anamnukuu, anasema wa idh yarfa Ibrahim aliponyanyua. Kwa hiyo tunapata sehemu ambayo kwamba inafanywa ibada ni bonde la Baka. Biblia inasema wanakwenda kuhiji katika bonde la Baka. Sawa sawa. Sasa hii ibada zinazofanyika katika Al-Kaaba ama zinafanyika kwa Maka, Saudia. Sasa kule kuchinja, kuna kuchinja ndio ambayo kwamba watu wengi wameona labda ile kuchinja tunatoa kafara kwa nani? Ndio. Hizi ni vitu ambavyo kwamba tunasema ni sitofahamu, japo hawangesema kama wangekuwa wanajua. Lazima tuangalie hii ibada ya kuchinja kwanza. Mwenyezi Mungu alimwambia Ibrahim katika sura 22, ukisoma kuanzia aya 25, Mungu anamwambia hakika nakumbuka tulipomkalisha Ibrahim mahali penye ile nyumba takatifu. Unaona nyumba takatifu ya Al-Kaaba. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu alimkalisha Ibrahim. Ndio baadaye Mwenyezi Mungu akawa anampatia mfumo. Na Ibrahim alipokuwa pale alikuwa peke yake. Hata Biblia inakubali alikuwa katika jangwa. Akiwa amemzaa pale Ismail, alikuwa kwenye jangwa, kulikuwa hakuna matawi wala maji. Ibrahim Mwenyezi Mungu anambia panda mlima uanze kuwaita watu. Lakini pale watapokuja Mwenyezi Mungu anaambia sasa wafanye hivi, kisha wajisafishe taka zao na waitimize nadhiri. Kwanza pale tunapoenda kuna kitu inaitwa nadhiri, kutoa nadhiri. Kuna fikiri unaijua nadhiri. Sawa nadhiri zao. Ndio. Na waizunguke nyumba ya Al-Kaaba, nyumba kwendwa. Kwa hiyo kuna kutoa zile sadaka. Kuna kuchinja ng'ombe, mbuzi, ngamia. Ndio. Na katika 12:5 pia Musa anaambiwa Mungu ataweka jina yake hapo. Na ya pili watakuwa wanatoa sadaka zao pale ng'ombe, ngamia. Kwa hiyo ibada hii sio ibada geni. Ndio. Unasemaje? Mwalimu, kweli kama vile umesema ibada si ibada geni, habari ambazo unazizungumzia pia tukirudi pale katika Biblia katika Kumbukumbu la Torati 12 wameambiwa ibada mtakayoifanya itakuwa ni ya siku ngapi? Itakuwa ni ya siku 7. Na kisha watakaofanya hii ibada ni ya kina nani? Wameambiwa ni wale wote ambao watakuwa mahali pale. Kuna Wayahudi na watu ambao sio Wayahudi, wote walikuwa wafanye ile ibada. Kisha tunaambiwa hii ibada haitakuwa inafanyika mara moja pekee kwa mwaka, itakuwa inafanyika mara 3 kwa mwaka. Sasa naona
kuna tofauti kati ya ibada ambayo labda wewe Muislamu unazungumzia na ibada ambayo ilikuwa inafanywa na Wayahudi katika Biblia ambayo imezungumziwa. Kuchinja iko sawa. Pande hii vitu ambavyo wanyama ambao umesema wanachinjwa, pia pande hii wanyama ambao walikuwa wanachinjwa ni wale ambao walikuwa wamekubalishwa kuchinja. Kwa hivyo kuchinja pande zote iko sawa. Lakini ikifika ni siku na mambo ambayo yalikuwa yanafanywa katika hii ibada inakuwa ni tofauti. Kwa sababu hapa umeninukulia wameambiwa waizunguke ile nyumba kongwe. Hapa hakuna nyumba ambayo ilikuwa inazungukwa. Hapa watu walikuwa wanaenda wanatoa dhabihu zao na wanafanya ibada bila kufanya vitu ambavyo labda tumeona katika Korani vikifanyika. Kidogo. Ndio. Kwanza sehemu hiyo ni kila kabila itakuja. Kila kabila itakuja. Kila kabila. Ndio. Kila taifa. Kila taifa. Na hiyo sehemu tumepata ni bonde. Kwa mujibu wa Korani, mwalimu, tuseme Biblia. Kwa mujibu wa Korani tuseme, ama kwa imani ya Kiislamu, kwa sababu mimi nasema nikisoma Kutoka, nikisema Kumbukumbu la Torati 12, kwa mujibu wa hilo andiko mahali pale ni Jerusalemu. Kidogo. Kwa sababu hata niko na ushahidi, labda una ushahidi kwa aya nyingine. Ndio. Ila hii ni Biblia. Ndio. Biblia, habari njema kwa watu wote. Ndio. Hii ni Zaburi 84:5. Ndio. Nasema heri watu wanaopata nguvu zao kwako. Ndio. Wanatamani kwenda kuhiji mlimani kwako. Ndio. Alafu wanakwenda kuhiji mlima gani? Ndio. Watapata wanapanda katika bonde kavu la Baka. Yeah. Na bonde kavu, historia ya Middle East ama Arabuni ina historia moja. Kuwa Maka ama sehemu ambayo kwamba hiyo nyumba iko ni sehemu kulikuwa kumekauka. Kulikuwa hakuna maji wala chakula. Kulikuwa kumekauka, na hii ni bonde kavu, tena bonde yenyewe inaitwa Baka. Na wanakwenda kuhiji. Sasa hii maneno imeandikwa hapa kwenye Biblia. Maneno hii ni sahihi ama hawa walioandika hao? Mwalimu, maneno yako sahihi kabisa. Labda nikusomee kwa hii na nikusomee maana ya maneno ambayo unazungumzia hapa. Kidogo, kwa sababu pia kidogo. Ndio. Unieleweshe kwanza, unieleweshe kidogo. Unieleweshe. Ndio. Kuhiji, hiyo wameandika hapa wa Kristo. Ndio. Wana maana gani? Tutaiweka hapa iko. Kuhiji Ndio. Kuhiji. Ndio. Na hii neno hija. Ndio. Wanatumia watu gani sasa hivi? Ndio. Na Baka, mlima wa Baka uko wapi? Sawa sawa mwalimu. Hapa sasa tukisoma ambayo umenitolea na ambayo ni Zaburi 84 44. Tusome 5. Anasema blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage. Kwa hivyo neno linapatikana, pilgrimage linapatikana. Ambaye kwamba alifanya nini? Ambaye kwanza ni kuhiji. As they pass through the valley of Baka, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. Sawa sawa. The autumn rains also covers it with pools. Lakini sasa tukienda kwa maana ya ndani, neno Baka kama vile imeelezewa hapa. As they pass on their way to the temple, Baka means weeping, ambayo ni kulia, or palm trees, common in arid valleys. Kwa hivyo hili neno Baka, kama vile wewe unasema maana yake hapa ni kule mlima ambao uko pale Saudi Arabia, maana yake hapa kwa Biblia sio hiyo ambayo labda unajaribu kuweka. Maana yake ni kulia, ama ni mahali ambapo pako na miti ambayo kwa hapa inaitwa palm trees. Miti ambayo imekauka. Kwa hivyo hizo habari za kuwa labda ule ni mlima ambapo watu wanaenda pale kuhiji. Hii maneno uliyosoma hapo itakuwa ni ngumu kidogo. Kwenye NIV. Ndio. Maneno yako sahihi kabisa. Ndio. Kwa hiyo ina maana mbili. Maana ya kwanza maana ya kulia ama sehemu ambayo kwamba yenye miti mikavu. Heri watu wanaopata nguvu zao kwako. Ndio. Wanatamani kwenda kuhiji mlimani kwako. Ndio. Wanaenda kuhiji mlimani kwako. Ndio. Watapata katika wanapita katika bonde la kavu. Bonde kavu. Kwa hiyo hiyo bonde kwanza wanaipita. Ndio. Kavu. Ndiyo. Bonde la Baka. Ndio. Hiyo bonde kwa Kiswahili, hebu nifahamishe. Bonde kwa Kiswahili. Mwalimu, kwanza tumesema bonde kwa Kiswahili. Tumesema hivi, pahali ambapo panapatikana miti mikavu, miti ambayo imekauka, hiyo ni jangwa. Na jangwa ziko mahali kidogo. Bonde. Kwenye Kiswahili kuna tofauti ya bonde
Jangwani ukisema jangwa kuna tofauti ya jangwa na bonde. Ndio, jangwa ni desert, bonde ni valley. Asante. Sasa hii valley inapatikana wapi? Kuna bonde, watapita katika bonde. Ndio. Kavu. Hii bonde kwanza ni kavu. Ni mlima ambao kwamba ni kavu kabisa. Ndio. Hii mlima inapatikana wapi? Baka. Na Qur'ani inasema nyumba ya kwanza ni ile iko wapi? Iko Baka. Ndio mwalimu, lakini tumesema Baka neno maana yake sio pahali. Kwa mujibu wa Biblia na wale ambao wamenikua hapa wamesema maana yake sio mahali. Those people they try to translate. Wajaribu kufafanua. But hapa kwenye mantiki iko hapa kabisa. Hii tofautisha kwanza maana ya mantiki. Hii ni aya inaelezea. But hawa kwenye aya na hivi wanajaribu kuelezea. Hii ni maelezo ya mtu. Lakini kwenye Biblia kwanza ni mlima ambayo kwamba ni bonde. Ya pili hiyo bonde iko sehemu kavu. Ndio. Sehemu kavu ambayo kwamba ni Baka. Kwa hiyo Baka kwanza ni name, ni jina. Jina la hiyo mlima. Na hiyo mlima Mwenyezi Mungu anasema ndio ameiweka nyumba ya kwangu. Na neno kuhiji hujanitafsiria. Kuhiji bado pia hujaniexplain. Hapa wamesema tu ni pilgrimage. Tumesema pilgrimage kwa vile imetumika kwa Kiingereza ni kutoka mahali kuenda mahali pengine kwa sababu fulani. Labda ya kiimani sana sana. Asante. Ambavyo inatumika. Nyinyi mnatumia kuhiji. Kuhiji nimesema hizi habari zinapatikana kwa Biblia mwalimu. Lakini nimesema kuhiji. Leo mimi nikisema next year nitaenda kuhiji. Bi maana nakusudia kabisa nitaenda kutembea katika nyumba ya Al-Kaaba kule Maka. Ndio. Ambaye kwamba huko Al-Kaaba ndio kuna mlima inaitwa nini? Inaitwa Baka. Sasa nyinyi vipi? Mbona Biblia imetaja hija na imetaja mlima wa Baka, mbona msiende? Sasa tukifika katika hizo habari mwalimu, pia tunasema kuna mafundisho ambayo ukiingia katika Agano Jipya katika Biblia. Naam. Hizi habari ambazo zilikuwa zimewafikia wale Wayahudi. Yesu alipokuja, tumesema kila nabii anakuja na mfumo wake. Yesu alipokuja amekuja na mfumo mwingine. Na kitu moja ambacho labda wewe unionyeshe ambacho hakuhubiri ni mambo ya hija. Mambo ambayo ambayo hakuyafundisha ni mambo ya ibada za hija. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo na mafundisho yake hakuna pali ambayo hayo mambo yanapatikana, ndio maana kwa labda kwa ufupi kwa upande wa Kristo hizi ibada hazifanyiki. Asante. Ndio. Kwa hiyo Yesu hajafundisha ibada ya hija. Ndio. Ila ukisoma Mathayo chapter 5 verse 17 Yesu anasema msidhani nalikuja kulivunja au kulitangua nini? Ndio. Kwa hiyo Musa kwanza alifanya ibada. Tunakubaliana ama hatukubaliana? Labda kwa imani ya Kiislamu Musa alifanya. Kwenye 12:5 Musa anawaambia atakapoliweka jina lake hapo ndio mtafanya hiyo ibada. Tumechambua sehemu jina Mungu ataweka. Ndio. Hiyo sehemu tumechambua tukajua. Ndio. Na ibada yenyewe Musa anaeleza watakwenda pale. Ndio. Sasa Musa amefanya ibada. Kwa imani ya Kiislamu amefanya ibada, lakini kwa Biblia yeye anawaelezea atakapoliweka jina lake Mungu hapo ndio mtafanya ibada. Asante. Tukapata sehemu Mungu anaweka jina. Ndio. Tukachambua. Ndio. Na sehemu Mungu anaweka jina pale ndio itafanywa nini? Ndio itafanywa ibada. Tukajua ni sehemu gani? Ndio. Kwa mujibu wa Kiislamu na Kikristo. Ndio. Sasa Yesu anasema yeye hajakuja kutangua Taurati. Ndio. Wala manabii. Ndio. Bali kutimiliza kabisa. Anasema hakuna yodi moja. Ndio. Wala nukta moja. Ndio. Ya Taurati itaenda bure. Ndio. Bali yote atafanya nini? Ataitimiza. Ndio. Sasa hivi unamaanisha Yesu alikuja kupinga ibada aliyofanya Musa? Mwalimu, Yesu hajakuja kupinga ibada za Musa, hajakuja kupinga sheria. Kitu ambacho unafaa kuelewa kutokana na andiko ambalo umelitoa Mathayo 5:17 akisema nimekuja kufulfill, nimekuja kukamilisha sheria ambazo Musa alizileta. Sawa sawa. Na kisha anakuja vile tumesema kila nabii na mfumo wake. Anakuja na analeta mabadiliko. Anasema mliambiwa hivi, nimesema hivi. Si ni kweli? Mliambiwa mtu akikugonga hapa na wewe unamgonga, lakini mimi nimekuja nimesema hivi. Si ni kweli? Kwa hivyo kwanza kitu tunafaa kuelewa ni kwamba hii ibada ikifanyika wakati wa Musa na wakati wa Daudi ilikuwa na sababu zake wakati ule. Lakini wakati Yesu alipofika, yeye mwenyewe hakuna pahali amefanya hii ibada. Labda unionyeshe hilo andiko. Kwa hivyo amekuja na mfumo mpya na kusema yale
mambo ambayo yalikuwa yanafanyika kale kwa wakati huyo yalifanyika kwa sababu hiyo, lakini kwa sasa mambo yanafanyika hivi. Labda nikupatie mfano moja. Ukisoma Mathayo 19, kuna watu ambao wanamkujia Yesu na wanamuuliza habari za kuachana katika ndoa, ya kwamba Musa alituambia tupatiane talaka, lakini yeye anawaambia kutoka mwanzo huo sio ule ambao ulikuwa mpango wa Mungu, lakini kwa sababu ya nyoyo zenu kuwa ngumu, mambo hayo yalikubalishwa wakati ule. Unaona? Kwa hivyo sio maana kwa sababu kitu ilikuwa inafanyika pale ikuwe sasa itaendelea. Ilikuwa na wakati wake na ulikuwa unakuja na unaisha kidogo. Ndio. Nafikiria swali niliuliza ndio haujalizingatia. Yesu anasema yodi moja wala nukta moja ya Taurati itafanya nini? Haitapita mpaka yote yatimizwe. Sasa yodi moja ya Taurati na nukta moja ya Taurati aliyofanya Musa haitapita wazi, haitapita bure. Ndio. Yesu anasema atafanya nini? Atatimiliza. Mbona hajatimiza? Labda vile haieleweki vizuri hapa, anasema neno fulfill, ya kwamba kufika kwake ndio fulfill. Mimi nakubali ata fulfill. Ndio sheria yote sawa. Yote na tena nawaambia Wayahudi walipokuja kwake akasema msidhani mimi nakuja kumkufuru Musa au kumkana Musa. Tena alikuwa anamuita ndugu yangu Musa. Anasema hata kama Musa angelikuwa hai ninyi hamngemwamini Wayahudi, Mafarisayo. Kwa hiyo Yesu alikuwa anajaribu kufulfill na kutimiza. Anasema tena alitumia lugha nyepesi. Yodi wala nukta. Kuonyesha hakuna kitu moja aliyefanya Musa yeye atakuja kuacha. Ndio. Yote atafanya nini? Ndio. Atatimiza. Sasa mbona nyinyi wa Kristo kwa Yesu mnaona ugumu? Ndio. Kwa sababu sio lazima. Yesu anasema kuna mambo mengi aliyofanya. Ndio. Lakini ingeandikwa moja moja. Ndio. Haingefanya nini? Vitabu haviwezi kucontain maneno yale yote. Kwa hiyo mengi aliyofanya Yesu ya muhimu haijaandikwa. Labda mwalimu, unajua ibada kama hii ambayo tunazungumzia hapa ya haji ni ibada kubwa, ni kitu kikubwa sana. Kuna mambo mengi sana ambayo Yesu amefanya na yameandikwa hapa. Amezaliwa, amebatizwa, amepelekwa katika hekalu ambayo tunaita dedication. Haya mambo yote yamefanywa bila kupita. Kwa sababu ya nini? Ya kutimiliza sheria vile ilikuwa imeandikwa. Kwa hivyo hakuna vile anaweza kuwa alifanya hii ibada na kitu kama hiyo iweze kupita. Hajakuwa duniani miaka mingi sana. Kwa hivyo ile ibada hakuna venye anaweza kuwa alifanya na ikaweza kupita watu. Kwa hivyo tunasema sisi tunajifunza kutoka kwa Yesu. Aliyoyafanya ndio tunafuata. Na kama kuna ile ibada ambayo amefanya hapa sisi tumekataa kufuata, labda Waislamu wangetuonesha hiyo. Tunajifunza kutoka kwake. Mnajifunza kutoka kwake na ambayo aliyoyafanya. Alibatizwa, tunabatizwa. Asante. Ndio. Alibatizwa, ndio. Mnabatizwa. Ndio. Lakini Yesu, nyinyi kujifunza kwa Yesu, mlitakiwa mjifunze Yesu akibatiza. Kwa sababu kubatizwa Yesu anafuata. Kwa mfano sisi sasa Muhammad tunamfuata, alifanya Muhammad. Sio alifanyiwa Muhammad, alifanya Muhammad. Sasa nyinyi kama ni mfumo wa kumfuata Yesu, basi mnatakana mfuate Yesu alifanya. Si alifanyiwa, Yesu alifanya. Kwa mfano kama Yesu ubatizo, ukisoma 4:2, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza. Ndio. Hiyo haya unaijua? Ni kweli, lakini alibatiza. Lakini Yesu mwenyewe alibatiza. Hakubatiza. Sasa naomba kidogo, kati ya Yohana na Yesu nani mwalimu? Mwalimu, wote ni walimu. Kuna Yohana Mbatizaji ambaye ameitwa mwalimu na wafuasi wake. Yohana anasema kiatu ya Yesu mimi siwezi kulivaa. Yes. Unaona? Ile kwa heshima. Kufungua hata ile kamba zake ndio. Unaona? Kwa hiyo inaonyesha mwalimu ni Yesu. Ndio. Alipokuja Yesu zama za Yohana, walimu ukarudi kwa nani? Lakini zama zake Yohana kabla ya Yesu, yeye alikuwa mwalimu. Sasa Yesu hajabatiza. Lakini nyinyi mnabatiza. Lakini amebatizwa. Na ukisoma 11:29 Mathayo, Yesu amebatizwa. Wala sikatai. Ndio nimekwambia tunajifunza kutoka kwake. Aliyofanyiwa kitu kujifunza ama aliyoyafanya ndio tunayafuata. Naomba neno kujifunza unifahamishe. Ndio. Yesu mnajifunza kwake. Kubatizwa ama kubatiza? Kubatizwa. Yesu aliwaonesha namna ya kubatiza? Alibatizwa. Aliwaonesha namna ya kubatiza? Nani Yesu? Yesu. Ndio nasema kulingana na vile alivyobatizwa. Uelewe nukta yangu. Nafikiri tumefahamiana. Kwa hiyo nyinyi mnamfuata Yesu, amfuati namna alivyoeleza,
mnafuata namna alivyoelezewa. Hiyo ni moja katika vitu ambavyo kwamba kidogo vinawafanya Wakristo wasielewe maneno ya Mungu. Ya pili ukasema maneno ya Yesu. Kwanza Musa anasema haitaenda. Maneno ya Yesu anasema maneno ya Musa haitaenda bure. Kuonesha Yesu alifanya maneno ya Musa, lakini ingeliandikwa moja kwa moja kwenye vitabu ingejaa. Ni kweli. Wasikilizaji ambao kwamba wanatazama, wala sio furugu, msione labda tunapelekana hivyo mkaona ni vita, ni katika bijadala ambayo kwamba tunaelimishana na kufahamishana ukweli uko wapi, ili ukweli ukipatikana, wewe Muislamu ukiona ukweli kwenye Ukristo una ruhusa, Mkristo ukiona ukweli kwenye Uislamu una ruhusa, ili tupate ukweli. Na ukweli Yesu anasema ukweli tutaweka uhuru. Usiende mbali, inshallah tunavuta unyunyu kidogo, alafu tutarudi na kipindi cha mwisho, kipindi cha lala salama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله رب العباد أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواك. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقرة أعيننا وبعد. Wasikilizaji wetu ambao kwamba walifuatilia sehemu ya kwanza, tumeishia sehemu ambayo kwamba tulikuwa tunajua aliyefanya Musa Yesu ana haki ya kuifanya, na tumeelewa kwanza ibada ya hija Mwenyezi Mungu ameikusudia ifanywe wapi, sehemu gani, tumepata kupata ukweli uko wapi. Na sasa hivi pia tutazidi kuangalia hizi ibada zinazofanyika hapo. Kuna ibada ya namna nyingi. Kama hiyo ibada ya kuchinja tumezungumzia kidogo, lakini bado kuna ibada nyingine. Kuna jiwe jeusi wanasema baadhi ya wasiokuwa Waislamu tunakwenda kuabudu. Tunakwenda kuiabudu ile jiwe jeusi. Hizi dhana ziko, na pia nitampatia mchungaji kidogo aeleze, tufanye kama mjadala ili watu wapate kuelewa. Naam. Nimeshukuru mwalimu. Nimesema kama vile tumezungumza, tumeona pande zote mbili ibada inafanyika, lakini kuna tofauti hapa na pale. Sasa katika dini ya Kiislamu mnafanya ibada ambayo Waislamu wanaenda pale Meka na wanafanya mambo mengi sana. Lakini pia tukiangalia katika vitabu za Kiislamu, hii ibada Waislamu hawajakuwa watu wa kwanza kufanya hii ibada ya haji. Kuna makafiri ambao walikuwa wanafanya hizi ibada. Na njia zao waliokuwa wakifanya, labda nikisema mambo ambayo hayako tutaweza tu kunukuu pale. Hawa makafiri walikuwa wanafanya ibada vile tu Waislamu wanafanya. Lakini labda tofauti yao walikuwa wanafanya ibada wakiwa uchi. Lakini Uislamu ulipokuja sasa ukazichukua zile njia, ukabadilisha tu mambo kidogo kidogo. Sasa ndio tunaangalia, je, hii ibada ilitoka kwa Mungu kweli? Kwa sababu kwanza kama hii ibada ingekuwa imetoka kwa Mungu, tuwe na ushahidi ya kwamba manabii kabla ya Waislamu walikuwa wanafanya hii ibada, na walikuwa wanafanya njia ambayo Mungu alikuwa amekubalisha. Lakini naona Waislamu wanafanya vitu kama vile makafiri walikuwa wanafanya. Ni kana kwamba tunawaiga makafiri kabisa. Na ni habari ambazo ziko kwa Qur'an. Swali nzuri ameuliza ndugu yetu. Na kweli kwenye Qur'an imeelezwa kama maelezo, Sheikh kaeleza maelezo. Kweli kabla Muhammad kukuja sallallahu alaihi wasallam, kabla yeye kukuja katika karne ya 6, mbele hapo mbele kulikuwa na wale makafiri, wale Waarabu. Hii nyumba kongwe, manabii walikuwa wanakuja wakiondoka, wanakuja, na hakuna nabii aliyekuja katika dunia hii isipokuwa alikwenda kuizuru ile nyumba na kufanya kama agano. Kufika pale ndio sehemu Mwenyezi Mungu alichagua. Sasa wale manabii waliondoka wengi, kati ya Jesus ama Yesu mtoto wa Maryam na Muhammad kulipita zama yani muda mrefu. Ukawa sawa ile mwelekeo aliyokuja naye Yesu ukawa unaanza kufifia, na bado Mwenyezi Mungu hajateremsha mtume. Ndio Mwenyezi Mungu akamteua Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamteua ili aje duniani. Alipokuja akawakuta wale makafiri bado wanafanya nini? Wanafanya zile ibada zao. Na kweli walikuwa wanazunguka kwa mfumo wao, walikuwa wanafanya zile ibada wakiwa uchi. Kweli kabisa. Umenukuu historia na ni historia sawa. Na imeelezwa pia katika vitabu vingi vya Kiislamu. Sasa wakawa wanazunguka pale wakiwa uchi. Na wanafanya ibada zao pale katika nyumba kwengwe nyumba. Sasa Mwenyezi Mungu alimleta Muhammad ili aje aondoe vitu kama hivi. Ili aje kwanza alikuja kazaliwa, kalelewa, bado wale makafiri wanafanya, kawa mtu mzima. Baadaye Mwenyezi Mungu akakuja akampa utume akiwa na miaka 40. Baadaye alipopata utume ikakaa
mwaka wa 9, tunasema mwaka wa Hijri. Ndio. Hijiria, nafikiri hiyo mwaka unafuatilia. Ndio. Mwaka wa Hijiria, mwaka wa 9 ndio Mungu anamfaradhisha, anawafaradhisha Waislamu waende wakahiji. Kwa hiyo mwaka wa 9 ndio hija ya Waislamu inafaradhishwa. Lakini pale mwanzo kulikuwa na mitindo, au tunasema ni mitindo ya kikafiri, ambayo kwamba sio, uweze kusema walikuwa wanafanya ni ibada yao ya kishirikina ama ibada yao ya kikafiri. Lakini hija ya Kiislamu, Mwenyezi Mungu alianza kumteremshia Muhammad aya za kumwamrisha aende kuhiji katika nyumba hiyo. Baada ya kwanza mwaka 7 ndio walitolewa wale washirikina kwenye ile nyumba. Ndio Mwenyezi Mungu miaka 9 kaifaradhisha nini? Hija. Waislamu sasa wakakuja kufanya ibada. Wakakuja kufanya hivyo. Sawa sawa. Waislamu katika ibada yao, ndio ibada yote wanayofanya katika hija, tega sikio. Ibada ya kwanza wanachinja. Kwa nini Waislamu wanachinja? Waislamu wanachinja kwa sababu pale alipo wanaenda kuchinja ni Maka, inaitwa Mina. Mina ndio sehemu Mwenyezi Mungu alimjalia Ibrahim amtoe sadaka nani? Ismail. Alimlaza kwenye kiwanja ya Mina. Na pale Mina ndio juzi unaona Waislamu walikuwa wanakwenda wakitekeleza ibada yao pale, ibada ya kuchinja. Kwa hiyo mfumo ni mfumo ambao kwamba tunatekeleza alifanya Ibrahim. Ibrahim Wayahudi wanamkubali, Wakristo wanamkubali, tena Wakristo wanasema ni baba yao wa imani. Sisi Waislamu tunakubali baba wa manabii, na ndio mwelekeo wetu, ama Muhammad aliambiwa mfuate Ibrahim. Sehemu ya kuchinja. Tunatufu nyumba ya Al-Kaaba kama alivyofanya Seuzi Ibrahim. Tuna pale katika Al-Kaaba kuna viigizo vingi ambavyo kwamba tunafanya sote, tunamfuata Ibrahim. Kwa hiyo sio kitu geni. Na wale makafiri walipokuwa wanafanya ibada yao, ilikuwa ni kinyume na Ibrahim, ilikuwa ni kinyume na Qur'an, na Qur'an ilikuwa yashuka, walikuwa wanafanya mambo yao ya kikafiri. Ndio. Sasa labda hapo ni sawa, mwalimu umeeleza vizuri. Kwanza pia tukakuwa na maandiko ya kwamba Ibrahim alitufu Al-Kaaba, na Ibrahim alifanya ile ibada ya Safa na Marwa. Hiyo pia inaweza ikasaidia sana, kwa sababu katika Qur'an hayo maandiko sijui kama kunayo. Kisha labda hayo utanipatia ukijibu. Kuna jiwe ambalo liko pale katika ile nyumba. Jiwe jeusi, the black stone. Nao kuna ile hadith kuhusu hili jiwe ya kwamba Al-Kaaba ilipokuwa inajengwa, wale watu walikuwa wale Waarabu walihitilafiana, wakauliza ni nani atakayeliweka lile jiwe pale, na ndio wakatafuta ni nani, ndio Mtume Muhammad akakuja na akaleta suluhisho. Labda utaelezea pale kidogo, lakini pia kabla tuangalie mambo utuelezee hayo yote, tukumbuke ya kwamba katika Biblia, katika kitabu cha Walawi 26:1 Mungu anasema mambo ya mawe ameyapinga kabisa, mambo ya kuweka mawe pahali na watu wanaenda kuabudu ama kuguza yale mawe. Labda utadhibitishia ya kwamba Waislamu ile ibada wanafanya hakuna kuhusiana yoyote na kuabudu lile jiwe, na ukienda haji unaliguza lile jiwe na unasema Allahu Akbar mara ngapi? Labda pia hiyo utatuelezea na maana yake ni gani. Hili jiwe limewekewa uzito sana katika dini ya Kiislamu, na sisi kwetu tukiangalia, Mungu amekataa haya mambo ya kuweka mawe kwa sababu zile ni kama masanamu. Asante. Ndio. Nafikiri kwanza aya ulizozitaka zote ziko ndani ya Qur'ani. Kama kwa mfano Safa na Marwa, Mungu anasema katika sura ya 2 aya 158, Mungu anasema hakika ya Safa na Marwa majabali mawili. Marwa ni jabali na Safa na Marwa yote ni majabali mawili. Mwenyezi Mungu anasema inayofanywa ibada ya kusai, yani saa, tunasema saa kwa Kiarabu ni kule kukimbia. Mungu anasema ni moja katika kiadhimisho ya kuadhimisha dini ya Mwenyezi Mungu. Na kutufu utapata katika ibada ya Mungu alimfundisha Ibrahim katika sura 22 kuanzia aya 26. Mungu anasema baada ya hao kutoa sadaka zao na nadhiri yao, waliyatawafu bilbayt al-atiq, na waende wakaitufu nyumba ya Kaaba. Ziko ndani ya Qur'ani zote. Kwa hiyo jiwe jeusi hii pia ilikuwa ni katika vitu ambavyo kwamba pia wenzetu wameandika vitabu. Wanasema seuze wa Uislamu wanasema wanamwabudu Mungu, wanakwenda katika sehemu za Middle East, Saudi Arabia, wanakwenda huko wanaanza kuiabudu jiwe jeusi. Sio kweli. Jiwe jeusi licha ya Qur'ani, licha na Mtume Muhammad, katika vitabu vilielezwa jiwe jeusi.
ilielezwa kwanza jiwe jeusi kazi yake. Ukiangalia kwenye Mwanzo, ukianza na Mwanzo 28-22 utapata Yakobo anasema jiwe ambayo kwamba litakuwa ni jiwe la ukumbusho. Kila anayekuja pale atakuwa anafanya nini? Ukisoma tena Ibrahim pia aliweka akiwa na Yakobo. Ukisoma tena Mwanzo 31 45 Mwanzo utapata jiwe hilo linawekwa pale, ni jiwe kwa ajili ya ukumbusho. Na Mungu anamwambia Yakobo, anamwambia kila utakaloitisha Mungu atakuwa anakuambia na mja wangu, anakukubalia. Hiyo ni Mwanzo 31:45. Utapata pia Yoshua, katika Yoshua 25-27 pia ibada ya jiwe imeelezwa. Na hiyo jiwe iko sehemu maalum, na ukasema katika kitabu cha Walawi ilikuja kufutwa. Sio kweli. Walawi ni zama za Musa, walikuja manabii wengi baada ya Musa ambayo kwamba walizungumzia ibada hii ya kwenda. Yaani walizungumzia hii jiwe jeusi iko Al-Kaaba. Walieleza nini na jina yake. Kwanza kama Samueli alieleza mpaka jina ya ile jiwe. Ukisoma katika Samueli 7:12 alieleza hiyo jiwe, anasema ni jiwe ambayo kwamba litaitwa, utapata kwenye Samueli anasema itaitwa Bathkari. Jiwe litaitwa Bathkari, jiwe hilo. Kwa hiyo hii jiwe lina historia, sio kwamba katika historia ya Uislamu ama sio kipuko mpya. Sio kitu mpya limekuja na Muhammad, hapana. Jiwe hili manabii wote walizungumzia. Lakini ya kusikitisha ni watu wataki kusoma vitabu. Mtu anakuwa na ile chuki ya kawaida ama yani yeye kazi yake ni kuiangalia Uislamu, haangalii vitabu vimesema nini. Hivi jiwe pia Isaya pia bezungumzia. Ukisoma Isaya 28:16. Unaona ni jiwe ambayo kwamba lililo mathubuti ama lililothibitika. Tena Isaya ameeleza kabisa hiyo jiwe namna itakavyokuwa kwenye Isaya 28:16. Utaona imeelezwa vizuri kwa kinaga ubaga, yani ameeleza ili tupate kuelewa. Basi hivi ndivyo asemaye Mwenyezi Mungu: tazama naweka mjini Sayuni jina la jiwe la msingi, jiwe ambalo linathibitika, jiwe la pembeni, la thamani. Tena jiwe lenyewe ni la thamani, sio jiwe la kawaida. Jiwe ambalo ni la msingi thabiti, jiwe lililoandikwa maandishi haya. Anayeamini hata kishika. Hiyo jiwe limeandikwa anayeamini. Kwa maana jiwe lenyewe utakwenda pale sio kwamba unaiabudu, hapana. Ni jiwe ambalo kwamba lina habari. Kwenye Qur'ani utapata pia Mungu kaelezea. Katika sura ya 3 aya 99 Mungu anasema ni alama zake alizoziweka hapo. Alama zilizo waziwazi kabisa. Kwa hiyo ibada ya jiwe ni ibada. Lakini sisi Waislamu tunapokwenda pale kuigusa pale ni kuyaadhimisha tu. Lakini tunamwabudu nani? Ndio unaona pale unapogusa unasema Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa. Sio ile ni jiwe hatuabudu. Lakini katika misingi, kwa hiyo tunapokimbia katika milima miwili ni kama vile alivyokimbia Hajiri. Alipokuwa anakimbia pale amekosa maji na mzaa mtoto, akawa anakimbia na panda na muangalia Ibrahim kama amerudi. Kwa hiyo Hajiri alipokuwa anakimbia katika ile milima miwili, na sisi pia tunakimbia kwa ile mfumo kumuigiza mtume wetu Ibrahim na mama yetu Hagai. Kwa hiyo sio kuabudu milima ama sio kuabudu jiwe. Hizi ni misingi Mwenyezi Mungu ibada amezitaja. Na fikiria labda kwa swali lingine tukienda, kuna kisha katika ibada za haji katika imani ya Kiislamu kuna mambo ambayo yamekuwa yakifanyika. Kabla ya hizi Waislamu wakuje kufanya ibada za haji, makafiri waliokuwa wakifanya ibada pale pia walikuwa wanafanya vitu ambazo tulikuwa tunasema ni human sacrifices. Si ni kweli? Walikuwa wanafanya human sacrifice. Walikuwa wanawaua watu mahali pale wakisema wanamtolea Mungu. Na Uislamu ulipokuja pia kumekuwa na vifo vingi sana katika hii ibada ya haji. Hakuna mwaka ambao unapita Waislamu wameenda mahali pale kukakosa vifo. Je, kwa mafikira tu labda ya mtu ambaye yuko nje kama sio Muislamu, akaona vile vifo ambavyo vilikuwa vikitokea kule,
wakati wa makafiri bado vinatokea hapa wakati wa Waislamu. Je, hizi ibada zimekuwa tena zinafanana ama kuna tofauti? Naam. Kwa sababu wale wanafariki kule kwa sababu ya kutoa watu kafara, pia hapa tunaona Waislamu wanaenda kufanya zile ibada na wanafariki kama wale makafiri. Swali nzuri. Na hizi swali nafikiria namna anavyouliza mchungaji na ndivyo Wakristo wanavyodhania. Kwanza ile mji lazima tujue ni mji wa aina gani. Mungu anasema ni mji wa amani. Ukisoma kwenye Qur'ani 3:93 Mungu anasema kila anaingia hapo ni mwaminifu. Kila anaingia. Kisha mtume alipokuja Mwenyezi Mungu aliharamisha damu pale kabisa, haitomagwa damu tena katika Maka. Kwa hiyo hizi zinazofanyika ni ajali za kawaida kwa sababu watu wanaokwenda pale sio wa Afrika peke yake, seuzi hata wa China, wa Japanese, wazungu na kila tabaka, kila taifa katika hii dunia wanakwenda pale. Kwa hiyo watu wanaokwenda pale kufanya ibada yao wanazidi, kila mwaka wanazidi. Kwa hiyo namna wanavyozidi na ardhi ni ndogo. Na ndio inafanywa kila siku, inafanywa renovation na kupanuliwa, yani inafanywa kupanuliwa ile nyumba ili iwe kubwa. Lakini watu wanaokwenda pale ni watu wa kila kabila, watu wa kila taifa wanakwenda kuizunguka ile nyumba. Kama Mungu alivyosema katika Isaia 2:2, ukisoma anaambiwa Isaia kila taifa watakuja kuizunguka na kuitufu nyumba hii na kuja kuitembelea nyumba hii. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hiyo agano liko. Na Ibrahim alipokuwa anatangaza pia katika sura Qur'ani 22:29 anaambiwa simama watangazie watu ibada hii ya hija. Watakujia watu kila pembe ya dunia. Kwa hiyo watu wanapokuja kule hatutoi kafara, japo ni ajali za kawaida. Na leo kama pia Wakristo wangekuwa na sehemu yao, wangekuwa wanatufu kila siku, ajali ingekosekana. Kwa hiyo ajali, na hii imetokea juzi ndio ajali kubwa, lakini kila ilikuwa inakuja labda mtu ameandikiwa na Mungu afariki huko, anafariki huko. Lakini hii ilitokea juzi ni ajali ambayo kwamba limesababishwa na mafungano na watu barabara imefungwa. Watu waliporudiana ndio ajali ikapatikana, lakini kafara hakuna. Lakini wale makafiri walipokuwa katika zama zao walikuwa wanaua wanawake. Sasa huwezi kuchukua ibada ya hawa makafiri ukalinganisha na hii yetu. Walikuwa wanaua wanawake kwa kusudi gani? Walikuwa wanaogopa ufakiri. Sio tunapatana, unanielewa? Napata na kuelewa. Naam. Hiyo ndiyo ukweli wa mambo. Okay. Kuhusiana na ibada ya hija. Ni kweli. Sawa sawa. Labda kwa hayo nimedhihirisika kwa upande huo, lakini tu kwa kusema ya kwamba ibada ambazo tumezungumzia tumeweza pia kuona ni ibada tofauti, ingawa labda zote zinaitwa jina moja. Kwa ibada ya upande wa Kiislamu na upande wa Kikristo ambao ulikuwa unafanywa na Wayahudi, ibada tofauti. Ibada ilikuwa Wayahudi walikuwa wanafanya, ndio, na Waislamu ndio, ni ibada moja. Japo Mwenyezi Mungu anasema kila watu walikuwa na namna yao ya kuifanya. Lakini ibada tumepata kwanza sehemu ilifanywa ibada ni sehemu moja ambayo kwamba ni Baka Arabuni, na hiyo sehemu Mwenyezi Mungu ameweka jina lake. Na pale ndio Ibrahim alifanya misingi, Mungu alifanya agano na Ibrahim pale. Kwa hiyo lakini kila kaumu ama kila watu katika kila zama wana namna yao ya kufanya ibada. Lakini ibada Mwenyezi Mungu alikusudia pale katika nyumba yake ni ile moja tu. Ndio. Waende wakaizuru, na pale Mwenyezi Mungu ameweka, na kuna kiwanja kirefu ndani ya Biblia imeelezwa. Kiwanja yenyewe kila anayesimama, tutakuja kuzungumzia ibada ya hija, kuna sehemu watu wanakutana. Tutakuja tujadili na tuangalie, tuchanganue ili tupate kupata ukweli. Kwa hiyo leo msikizaji wetu mpata kupata ibada ya hija sio ibada geni, ni ibada ambayo kwamba imefanywa na Waislamu, ambayo kwamba imefanywa katika ardhi ya Maka ama ardhi ya Middle East, na Baka ndani ya Biblia imeandikwa na iko, na hii ibada sio ibada geni. Niite Yahya Isa na ndugu yangu Pastor Joseph. Hapa tulipokuwa tunafanya mijadala, hii mjadala ni lengo na makusudio wale wanaosikiza wapate kujua haki, na haki idhihirike na batili ijitenge kando, na mtu ashike haki, na haki ukiishika itakuweka huru. Mpaka hapa nasema wama kana min tawfiqin fa min Allah wama kana min qata'in aw nisyan fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu baraa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.